hajaweza kuondoka. Kunawa tu, kwa tabia ya kunawa tu tunaweza tukatokomeza magonjwa kama mangapi hivi? Yaani ukiongelea magonjwa ya kuharisha. Yes. Tanzania vifo vingi vya chini ya miaka 5 vinasababishwa na magonjwa ya kuhara. Diarrhea. Sasa imagine ni watoto wangapi wa chini ya miaka 5 tunawapoteza just kwa sababu mama hajanawa. Mama hajanawa, mama hajajisafisha, ameenda kumnyonyesha mtoto hivyo. Yaani unaweza kuimagine kwamba somebody anapoteza maisha just kwa kitu ambacho hakigharimu kitu chochote. Kwa hiyo magonjwa ya matumbo, tunafahamu minyoo, magonjwa ya minyoo ni magonjwa ya uchafu wala sio kwamba ni. Kwa hiyo tunaamini kama tukiwekeza nguvu kwenye issue ya usafi tu, dawa za kutibu magonjwa ya kuharisha huenda zisikakosa soko kabisa. Kwa hiyo tukajikuta kwamba hospitali madaktari na wauguzi wakaanza kuwa wanahudumia watu kweli ambao wanahitaji kuja hospitali, kwa sababu kama mtu unakuja hospitali kwa sababu ya minyoo, yani kwa sababu haukuwa responsible, imekupelekea umekuwa na minyoo, umeenda kuongeza foleni hospitali. Yani unaweza ukaimagine wakati kuna mwingine mama ana kesi mama anatakiwa ajifungue kwa sababu kwa hiyo daktari yana badala ya concentrate kwa maisha ya mtu ambaye anaenda kujifungua, inabidi sasa pia aanze kupambana na mtu ambaye just aliignore. Kwa sababu ya magonjwa yamesha kuwepo Europe, waliyaondoa, sio kwamba walilala na kuamka wakakuta hayapo. Ni ukisoma unaona walikuwa wanakufa na wenyewe, watu walipoteza maisha mengi sana, lakini wakakaa chini kwamba kwa nini mtu afe kwa sababu ya kualisha? Kwa nini mtu afe kwa sababu ya kichocho? Kwa nini? Wakaamua wakawa serious, lakini ni nguvu ya pamoja, wananchi, wataalamu wa afya, policy maker, politician, ulivyosema multi-sector. Ile inakuwa ni multi-sector. Yaani sio jukumu la Wizara ya Afya kwamba ni wadau mbalimbali, wadau mbalimbali na mwananchi kama mwananchi. Lakini kama wananchi wakioni, tunaamini tutafikia hatua